Bwana Yesu asifiwe. Basi bila kwa kuanza mpango wa siku ya leo kwa maombi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nawaza hatuna ya mingi ya kusema isipokuwa kile ambacho mwenyekiti sema, kupeleka sala upande wa Wakristo. Nikiwa ni Mkristo tutakubaliana pamoja tukisali ili mambo yetu yapite vizuri kama Mungu anavyotaka. Tunakubariki wa milele mwenye nguvu zote. Yes. Tunasema asante kwa majira ambayo umeturuhusu tena kuyapata kwa magharibi ya leo. Nao umeruhusu tena Bwana yao hivi kwa makusudio ya kuinua jina lako. Na sasa tumekuwa kwenye uwanja wa mazungumzo. Tumehitaji kuanza pamoja na wewe kama mwanzilishi wa kila jambo lililo njema, wala usitupungukie kwa lolote. Tunakusihi Bwana, mbariki mwalimu atakaye nena upande wa Kristo kama vile ulivyokusudia, tena anene kwa makusudio yako. Pia tunaharibu kila makusudio yote ya ulimwengu wa giza inaweza kutengenezwa kwa makusudio ya kutaka kuivuruga mpango wa Bwana wa bebaya leo tena katika mpango huu. Tunaikemea katika jina la Yesu Kristo, jina ambalo lina mamlaka juu ya falme zote. Bariki wasikilizaji, wapatie masikio yanayofaa, wasikie na mioyo iliyo tayari kuweza kupokea yale ambayo watakaoyasikia, na Roho awasaidie ili kuwapatia uamuzi utakaowafaa ili wapate neema ya uzima wa milele. Yote tunaacha mikononi mwako. Tunajua ya kwamba tumetaka kuanza, hautatupungukia kwa lolote, bali utaturuhusu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Jude, tunaweza kupea wahubiri ambao wako upande wangu wa pamoja na mchungaji Ndasha, kila mhubiri kutoa jina lake. Karibu. Basi tunashukuru walimu wote tayari, tutawajua wakipanda kwenye mdahalo huu. Ni mdahalo wa amani, haiko mdahalo wa ushabiki wala haiko mdahalo wa vita, bali ni mdahalo wa amani. Na tunaona ngambo ya pili kuna mwalimu Isiaka Upanga Waradi pamoja na Dr. Sule from Congo, na kundi lote nzima lipo hapo. Watu wote waliokuja kuhudhuria mhadhara huu tunawakaribisha kwa jina la Yesu. Basi tumwache mwenyekiti mwenza kwa kukomboa muda, naye aweze kuleta dua na kupandisha mwalimu kwa mara moja. Karibu. Waislamu, takbir. Takbir. Kunja ngumi, tikisa mkono wako, kohoa kidogo, kohoa tena. Takbir. 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 Rasiora. Rasiora. Leo hapa mpaka kieleweke. Kina mama waombe, mrudi upande huku. Kina baba wote turudi huku. Kina baba turudi huku, kina mama mnyanyuke mrudi upande huu hapa. Kwa sababu hasi na chanya zikigusana balaa lake ni kubwa. Na ndio maana hospitalini kuna hodi ya kina mama, kuna hodi ya kina baba. Gerezani kuna jela ya kina baba, jela ya kina mama. Sasa ukimchanganya mfungwa katika mume katika jela ya kina mama, hata siku za kumhukumu kutoka hata toka, atabaki mule mule. Kina mama turudi huko. Turudi huko, kina baba wote turudi upande huu hapa. Tuseme la ilaha illallah. Tuseme la ilaha illallah. Tuseme la ilaha illallah. Leo mpaka kieleweke. Profesa Upanga Waradi, akiwepo Profesa Abdulhani, akiwepo Profesa Daktari
Sure, naona yuko pale, ana uchungu sana na hili jukwaa hili. Inshallah, mimi mwenyekiti tu, mimi naitwa Ustadhi Abedi, ni Mtanzania lakini nimekuja huku. Kwa hivyo wahadhiri wangu wanajulikana majina taja, lakini moto huyu bwana anaitwa moto, sio baridi, moto Mkongo Goma. Huyu anaitwa upanga wa radi, daktari dokta kwa mioyo ya wanadamu, upanga wa radi. Huyu anaitwa Abdurrahmani, huyu mzee wa hekima, muhadhiri, kazi yake hapa ni kuchunga hekima kwa wahadhiri hapa. Huyu mtampachika jina na yeye Saifullah mashallah, kazi yake na huyu kukochikochi hapa. Takbir, takbir. Inshallah muhadhara wetu tutauendesha kwa dakika 25. Waislamu 25, Wakristo 25. Summarize ni dakika 10. Waislamu dakika 10 na Wakristo dakika 10. Kwa kuyasema haya, tukae adhili, tusikilize, tuache ushabiki. Daktari, dokta, upanga wa radi, muhadhiri wa kimataifa hapa Kongo, Bukavu na maeneo mengine, karibu kwenye jukwaa hapa ufanye vitu vyako. Dua, babu uko wapi? Kwa shaka kusahau shehe, hata wewe ungenyosha hivi kama mkono ningekuona shehe. Dua Qur'ani shehe. Inshallah kaa, mimi nakupa kiti changu hapa, kaa, lakini si ndinacho nyumbani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. داود ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. تكبير تكبير تكبير. Inshallah tuna wetu hapa, msomaji wetu huyu ni speaker. Sasa sijui speaker la bunge la hapa Kongo, sijajua maana kule kwetu ukisema speaker ni speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa huyu speaker la bunge la hapa Kongo sijajua. Inshallah habibi daktari upanga wa radi, fanya tafadhali mashkura
karibu kwenye jukwaa hilo, basi utambaye katika mada ambayo imekusudiwa siku ya leo inshallah. Naam. Allahu akbar. Kanisha vile kidogo huko. Allahu akbar. Sauti bado. Allahu akbar. Tunajaribu vipaza sauti. Naam. Sauti bado. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Sinabudi kuanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Mola ulimwengu wote mzima, nikizitaka ziada rehema na amani zimendee kiongozi wa umma, mtukufu wa daraja, mbeni yetu, kipenzi cha ulimwengu wote mzima, Nabii Muhammadi, ambaye nabii huyo Mwenyezi Mungu anasema warafa'na laka dhikrak, kwamba Allah ataunyanyua utaji wako. Yani adui wa mtume anaweza kasikia nataja jina la mtume, basi akafinya sura na moyo ukamuuma kama vile amekula ndimu chungu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ambariki Nabii Muhammadi na Waislamu wote ambao watakubali na kumfuata nabii huyo hadi siku ya kiyama. Allahumma amin. Amin. Waislamu, muhadhara huo ukiona kwenye bango umeandikwa ni muhadhara wa kisomi, na kama mtu anasema anakuja kwenye muhadhara wa kisomi, kwanza anaangalia ni kina nani anaongea nao. Haiwezekani mimi upanga wa radi niseme kwamba anakuja kufanya muhadhara wa kisomi alafu kuna mtu ambaye anamtukana mtume nikamfanya kuwa awe msaidizi wangu kunisaidia kumtangaza mtume. Tulikuwa hapa sote kwenye mitandao ya kijamii. Kuna jambo nalishangaa Uislamu, tunafuata kuna muhadhara ambao umekuwa hapa kabla sisi kuwepo hapa. Wakristo wanapambana, wamoja wanasema Yesu mwana wa Mungu, wengine wanasema kwamba Yesu Mungu. Walikuwa wakafanya mada ya pili, wengine wanasema kwamba kula nguruwe sawa, wengine wanasema hapana. Cha ajabu wamefanya selection, waliokataa nguruwe na waliokubali nguruwe, waliosema Yesu mwana wa Mungu na waliosema Yesu ni Mungu, leo wamekuwa kitu kimoja ili wapambane na Waislamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasa hawa wote tunataka tuwe kwenye sifuria moja, tuseme inshallah. Kwa kuwa mada yetu ya leo nasema hivi, Uislamu na Ukristo ni dini gani itakawapeleka watu peponi? Yani tunaamini kwamba kila mmoja alipokea imani yake, aidha ni Muislamu amekubali Uislamu kuwa ni dini ya Mungu, Mkristo naye kwa dhana yake akajua kwamba Ukristo ni dini ya Mungu. Tunachojadili hapa, je, katika hizi dini mbili, Uislamu na Ukristo, ni dini ipi itakayompeleka mtu peponi? Kwanza nimuulize Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani sura ya 42 aya yake ya 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa Kiarabu. Kwanza mtume anaambiwa mrekebeshe maiki ya msomaji wangu, maana kama simsikie atakuwa ameniacha njia pana. Sijui wafundi hizi maiki zinawakoroga. Mwenyezi Mungu anasema kwamba amemfunulia mtume wake Muhammad hii Qur'ani. Habari ya Qur'ani siguse kwa sababu ni mada ya kesho. Endelea. Ili waonye watu wa Maka, ili kwamba Qur'ani imekuja kuwaonya watu wa Maka. Endelea. walio katikati ya nchi zilizo pembezoni mwa Maka, na walio pembezoni mwa nchi ya Maka. Endelea. hao ni ulimwengu mzima. Yani mtume anakuja kuonya ulimwengu mzima, Kwani Maka iko katika ya ulimwengu. Maka ipo katikati ya ulimwengu. Endelea. Na waonya siku ya mkutano. Tena mtume Mungu anawaambia kwamba uwaonye siku ya mkutano, ambao kila mmoja waliopokea imani yao na mtume wao wanaelewa kwamba ni kuonyana, ili kwamba siku ya mkutano tuonee kwamba kuna watu wataingia motoni ama wengine wataingia peponi. Wamerabuso usione shaka, siku ambayo haina shaka kuwa itakuja. Hiyo siku kwamba itakuja
moja litakuwa peponi. Kundi moja litakuwa peponi. Mada inasema hivi, kati ya Waislamu na Wakristo ni dini gani? Yaani iwe dini ya Wakristo wapeleke peponi au Waislamu wapeleke peponi. Na Mungu anasema sio makundi mengi, ni kundi moja. Hilo kundi lilomkubali Mungu, hilo ndilo litakaoingia peponi. Lakini kuna dhana, kuna dukuduku, maana hata Wakristo na Mayahudi wanadhani kwamba nao watakwenda peponi. Sasa nimuulize Mungu amenukuulu Qur'ani 2:111. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio neno matakatifu. Nitasoma katika jina la Mwenyezi Mungu. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa? Nasema ndio hata ingia peponi ila aliye Myahudi au Mkristo. Mayahudi na Wakristo walisema hivi, hakuna atakayeingia peponi isipokuwa aliyekuwa Myahudi au Mkristo. Na ile hadi huko anasema kwamba lazima kundi moja liingie wapi? Peponi. Ikaonekana makundi mawili, Wayahudi na Wakristo, wakasema kwamba hapana, hataingia peponi isipokuwa aliyekuwa Myahudi wala Mkristo. Maliza aya. Hayo ni matamanio yetu. Mungu anasema hayo ni matamanio yao. Yaani Wakristo kweli wanatamani waende peponi. Ndio maana kama wanatamani wakija kwenye jukwaa watoe aya, Mungu anasema Mkristo utaenda peponi. Ndio tunasubiri hapa kwa sababu wanatamaa waende huko. Bado tujuelesha Muislamu na kuna bado unashuka kwenye mlolongo, teremka kidogo. Si hukumu ya Mwenyezi Mungu. Sema, leteni dalili zenu. Maana ndio tunataka hapa. Atakaye kuja aseme, Uislamu ulianza mwaka fulani. Sio ndo mada yangu hiyo. Muhammad ndio wa kwanza kuwa Muislamu, sio ndo mada yangu hiyo. Sio Uislamu maana yake njia, sio ndo mada yangu hiyo. Maana yake hapa sifasiri nini maana ya dini. Kwa sababu hizo dini tushakuwa nazo wakati tumeingia ndani, maana tulikuwa tunazijua maana yake. Sasa ninachotaka hiyo dini ambayo tulikuwa tumeelewa tukaingia ndani, je, inatupeleka peponi au inatupeleka motoni? Sasa Mungu anasema kwamba kama wanao dalili walete, watupe aya, ukiwa Mkristo utaenda peponi. Takbir! Qur'ani 2:82. Qur'ani 2:82. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Na wale walioamini. Sasa Mungu anasema wale walioamini na kutenda mema na wakatenda mambo mema, wakatenda mazuri, wakana tabia njema, hao ndio watu wa peponi. Unaona, Mungu anasema watendao mema, hao ndio watu watakaokwenda peponi. Hao wema wenye kwenda peponi, dalili yao ya kwanza ni dalili gani? Qur'ani 11:23. 11:23. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio anatopanga waradi mwenyewe. 11:23 nasema. Ndio nasema hakika wale walioamini kufanya vitendo vizuri, wale walioamini wakafanya vitendo vizuri na kunyenyekea kwa Mola wao, hao ndio Qur'ani inasema wale walioamini wakanyenyekea, hao ndio watu wa peponi. Hapa kuna neno kunyenyekea na kuamini, kuwa na vitendo vizuri. Tutafute maana ya maneno haya. Ukinyenyekea wewe unakuwa nani na unanyenyekea kwa kufanya mema gani ili kwamba uingie peponi? Qur'ani 3:64. Bismillahirrahmanirrahim. Hapo ndo naguza kizazi. Hapa ndo kuna mada yote kizungumkuti. Nilimwambia Ndacha ikiwa atashindwa kujibu hoja basi ajiandae kuwa Bilal wa msikiti inshallah. Maana hana mazoea ya kuvaa kanzu, yeye ndio kwa Bilal wa msikiti. Tunafunga taratibu. Nasema ndio sema enyi watu mnapewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mungu anasema enyi watu mnapewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mayahudi na Wakristo, Mayahudi na Wakristo, ndio katika mioyo zote na tunapenda yenu. Mungu anasema tuwaite kina Ndacha, wengine timu lake, njooni katika neno lilokuwa sawa baina yetu na baina yenu. Endelea. Ya kwamba tusiwabudu ila Mwenyezi Mungu tu. Yaani na watu wote kwamba wa kuabudiwa ni Mungu peke yake. Endelea. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Maana yake tusimchanganye Mungu, tusifanye shirki kwa chochote, tukajisahau kumwomba Mungu, tukaanza kuabudu mizimu, makaburi
na mambo mengine. Kwa ukienda huko, hii uwito wa Mungu utakuwa umeukimbia. Maliza. Wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu, kama vile baadhi ya watu fulani walisema mtoto wa Maria ni Mungu. Mungu anasema hapana, huyo yuko baadhi yetu, msimfanye kuwa Mungu badala ya Mwenyezi Mungu. Au pamoja na Mwenyezi Mungu. Au tukasema kwamba kuna Mungu mkubwa na Mungu mdogo. Hakuna. Wakikengeuka, yani wakikataa, semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Maana yake nini? Maana yake tunanyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Meza mate msomaji. Kwa neno unyenyekevu ni katika lugha ya Kiswahili. Waarabu wanasema ni Islam, Wafaransa wanasema ni submission. Kwa Mungu anasema hao ambao wananyenyekea sheria ya Mungu ni wale ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu, hawakumchanganya. Ndio maana Imam Abdallah Parsi aliwaradu wale Waislamu ambao ni Waislamu wa jina, wakavaa kanzu kisha wakaenda kuomba mizimu, akasema kwamba makafiri wa sana hizo watakuwa bora kuliko yule Muislamu anayeomba mizimu au makaburi. Nisomee aya nisiache. 640 aya na maelezo yake. Naam, inasema ndio sema ndio wale kwamba wewe kama ni Muislamu lakini tabia yako ikawa kinyume na hiki ambacho Mungu anasema, basi ndio kwamba kafiri atakuwa bora kuliko wewe, kama vile mwanachuoni Abdallah Parsi alizungumza. Sema ndio, niambieni kama kufikiria adhabu ya Mwenyezi Mungu hapa duniani. Unaona, niambieni kama itakufikieni adhabu ya Mwenyezi Mungu hapa duniani, au tukufikieni ile kufika adhabu ya akhera. Ndio. Mtamwita asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Mungu anasema je, mtamwita asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Na hili andiko kuna wakati Wakristo wanapolitoa kwenye maelezo wanaelezaga vitu visivyokuwa vya akili. Sasa nataka haya maelezo Wakristo ni asimeni pumzi na akili yenu. Mmesikia haya maneno, leta kwenye ufafanuzi wake. Inasema hata kama mwenye kitu anasema hata Bwana kanatukanyaga sisi na bado ningana wale zetu. Naam, inasema ndio haya inaonyesha kwamba tafsiri wa zama hizo walikuwa sasa katika itikadi yao. Unaona, inaonyesha kwamba zama za kale makafiri wa zamani walikuwa afadhali katika itikadi yao. Uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu alikuwa anatumia namna yao katika ibada zao potevu kwa kutafuta namna kumwabudu Mungu. Kuliko hao Waislamu wa zama hizi. Kuliko hao Waislamu wa zama hizi. Sikieni haya maana ukiyasikia vibaya unaweza kushangilia kwamba unampa yambi mama mkwe wako, kaza unampa yambi mke wako. Wanaomba mizimu. Hapa kuna mbili. Neno mbili maana yake ni grupe fulani. Iyam parti qui prie en dehors d'Allah. Hao wanasemeka kwamba hao wanaoomba mizimu makafiri ni bora kuliko wao. Kwa ili Muislamu kafiri asikushinde usifanye shirki. 8:2 Qur'an. 8:2 Qur'an. Na ndio majibu Mungu akaleta hapa ili kwamba uwe bora, kafiri asikupite, wewe usiabudu mizimu. Lakini ukiabudu mizimu basi ndio kwamba kafiri atakuwa bora kuliko wewe. Nasema ndio hakika wanaoamini kweli kweli. Hakika wanaoamini kweli kweli ni wale ambao wanapotaja Mwenyezi Mungu. Ni wale ambao wanapotaja Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu. Nyoyo zao zinakuwa na woga. Na wanaposoma aya za Mwenyezi Mungu, na wanaposoma aya za Mwenyezi Mungu wanazidisha imani. Wanazidisha imani na wakamtegemea wao tu. Na wakamtegemea Mola wao tu. Hawana kuamini mizimu. Hao Waislamu wa kweli hawana kuamini mizimu, wala mapango, wala mashetani, wala makaburi, wala wengineyo. Hao ndio Waislamu wa kweli. Takbir. Allahu Akbar. Sasa Mungu alisema kwamba wale wafanyao mema, yaani wanyenyekevu, ndio watakaokwenda peponi. Ni kweli ahadi ya Mungu imekamilika kwa umma wa Nabii Muhammad. Qur'an 40:40. 40 maana Mwenyezi Mungu Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Naam, inasema afanyao ubaya. Mungu anasema afanyao ubaya hatalipa ile sawa sawa na uovu wake. Hatalipa ile sawa sawa na ile ubaya aliyotenda duniani. Afanyao wema na mwenye kufanya wema kama ahadi ya Mungu inasema kwamba atakayefanya mema akiwa amemnyenyekea Mungu ataingia peponi. Akiwa mwanaume au mwanamke, akiwa mwanaume
aya Muislamu aliyeamini, sisema Muislamu mlevi, sisema Muislamu mwizi, hapana, sisema Muislamu mshirikina, wale walioamini. Maana kama vile mchungaji atakayekuja hapa atoe aya, hapo mtarudi kwenye jukwaa, mtaanza kadansi pale mbele, atawale pale nyuma, atawale pande zote, atawale ambia panga, atawale nimetawala. Naam, sasa aya amesema kwamba Waislamu wenye kufanya wema hao wataingia peponi. Namuuliza Mungu, ni kweli ni Waislamu wa aina gani watakaoingia peponi? Qur'ani 43:68. 43:68, neno Mwenyezi Mungu al-Karim. Waislamu na Wakristo, sikilizeni hoja yangu. Naam, sikilizeni hoja yangu vizuri. Nakokwenda na fasiri watakaoingia peponi ni wale ambao wamepokea nini? Uislamu na sheria ya Mungu. Alisema hiyo. Enyi waja wangu, mlio wazuri, hapana wabaya, mliokuwa wazuri. Maana hawa wakija hapa hatuwatafute Wakristo wabaya wako namna gani. Tunataka watupatie tu Wakristo wazuri watenda hapa. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili, yani wenye kukamilika, sio waguruguru, hawaenda kumizimu, hawaenda kutazama pasta, wakamtegemea Mola wao tu. Mungu anasemaje? Ingieni bustanini, yani peponi, mimi na wake zenu, mimi na Farida, mtafurahisha humo. Wasidi batele pole sana. Sasa Mungu anasema kwamba Waislamu wanaume na wanawake waingie peponi, wao na wake zao. Mada nimemaliza. Inasema kwamba kati ya Uislamu na Ukristo ni dini gani itakaowapeleka watu peponi? Lakini kule peponi Uislamu hatukai si wenyewe. Mnajua tunakaa na nani? Luka 23:43. Kitabu cha Luka 23:43 inakuja kusema, waseme mbona hajapiga andiko la Biblia? Ndio wao wanataka tutetee kwenye kitabu chao. Luka, mimi natetea sana imani yangu. Inasema kwamba nikiwa Muislamu nitaenda peponi. Na yeye kama ni mwalimu sana imani yake, kama ana akili timamu, kabla ya kuniatake kwanza aoneshe Wakristo bwana, sisi pepo yetu iko hapa. Alafu kila kinakuwa nimepita kombo ndio aje akuse. Mwalimu, naam. Subiri kidogo, simamisha. Sitaki lugha ya kusema kama ana akili. Sio lugha sitafuta. Haya, endelea. Naam, kwa hiyo nisema hivi kwamba watakuwa na uhakika wa mambo, basi naye akija hapa apite kwenye hoja ya kuonesha Wakristo kwamba wataenda wapi? Peponi. Luka 23:43. Na kitabu cha Luka, ndio Yesu akamwambia, amina nakwambia, amina nakwambia, leo hivi utakuwa nami peponi. Takbir. Tunaona Yesu atakuwa wapi? Peponi. Na Qur'ani inasema Waislamu atakuwa wapi? Peponi. Kumbe Waislamu na Yesu wapi? Peponi. Tunakunywa tupi ya mbuzi. Naam. Mtambue nyinyi mtakuwa mko wapi? Lakini nisiache kizaazaa, kwa sababu naamini kwamba nilipoanza aya Qur'ani, Mungu alisema kwamba kuna watu ambao ni Mayahudi na Manasara, dhana yao ni kusema kwamba na wao wataenda peponi. Na mweza kwanza kidogo Yesu katika Mathayo 24:5-6. Kitabu cha Mathayo 24 hadi 6 inakuja kusema, alafu tunasubiriana kwenye summarize. Hapo ndio nasubiri KK. Kitabu cha Mathayo 24 ndio inakuja kusema, inasemaje? Kwanza yake ya kwanza. Haina shida. Yesu akaenda zake. Ndio akatoka hekaluni. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumsha majengo ya hekalu. Wanafunzi wakamwendea Yesu ili wamuoneshe majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia. Yesu akawaambiaje? Ameona yote. Amina nakwambia nitasalia hapa shule ninamwambia nitapomosha kwenu. Yesu anasema nawaambia kwamba halitasaliwa jiwe juu ya jingine isipokuwa yote yatakuwa yamebomoka. Hata nilipokuwa katika mlima wa Mizeituni. Yesu alipokwenda nao katikati ya mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraha. Wanafunzi wake wakamwendea Yesu kwa faraha, wakasemaje? Yesu, waambie naomba
la Mungu itakuja kubomolewa, haya mambo yote yatakuwaje? Nini dalili yake? Wanama atakaobomoa. Yesu akasemaje? Naye ni dalili ya kuja kwako. Ndio. Nayo mwisho wa dunia. Akamuuliza Yesu, ni dalili gani ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu. Yesu anasema hivi, angalieni mtu asiwadanganye. Akawapa tahadhari. Yaani kuna mtu atakayekuja, atakuja kuwadanganya watu. Baada ya kuwadanganya watu itakuwaje? Endelea. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu mimi Yesu. Kisha Yesu anasema wengi watakuja kwa jina langu. Leo hii makanisa mengi ukayauliza, hata ndugu zetu kawauliza, kwa nini wewe unaitwa Mkristo? Atakwambia kwa sababu nimemfuata Kristo, nimemvaa Kristo, ndio maana mimi ni Mkristo. Hivi kweli nikivaa koti mnakuwa mkoti? Inakuaje uvae Kristo ukuwe Mkristo? Si ni hatari? Yaani kuna mambo mengine, tumia akili. Mtu akwambia namvaa Kristo, yaani niko Mkristo. Hizi ni tafsiri za mbwembwe. Yaani ni siloga za watu wanatumia. Sio kwamba kuna andiko Yesu alisema kwamba atakayenivaa mimi Yesu ataitwa Mkristo. Yesu aliambia watu mvae makanzu, hapana mnivae mimi Yesu. Utaikuta katika Luka 3:11, siende kusema dawa. Watasema mimi ni Kristo. Hao watu watasema kwamba mimi ni Kristo, na wenye kupambana sana na kubeba jina la Yesu mbele ni wale wanajiita kwamba wao ni wa Kristo. Maliza. Leo watawadanganya watu. Watakaodanganya watu wengi kwa jina halisi wanaenda kwenye Skofide. Kiswahili ya Kongo watu wasikie vizuri. 24 kitabu cha Mathayo. Ndio. Inakuja kisa kasi unapenda kusoma na kuandika neno vitabu. Uisome kama ilivyoandikwa. Naam baba, nitasoma hivyo hivyo. 24 Mathayo. Nitasoma pasina kuongeza wala kupunguza. Ndio. 24 kitabu cha Mathayo mtoza ushuru. Inasemaje? Punguza ukali wa sauti. Naam, inasema. Kwa sababu wa Kristo. Unasikia? Hii ni Biblia sema hivi, kwa sababu wa Kristo, kwa sababu wa Kristo wa uongo. Watafanyaje? Watasimama. Unaona? Kwa sababu wa Kristo wa uongo watasimama. Hata niwaachie hoja karibu. Yawezekana kuna kundi limoja ni la uongo na likaweza katokea kundi lingine la kweli. Sasa hili la kweli, kama la uongo lipo, inabidi watupe la kweli. Na kama hilo la kweli lipo, inabidi watupe aya kwenye mada inasema kwamba Wakristo wa kweli wataenda peponi. Si ndio mada yetu? Naam papa. Si ndio mada yetu? Naam papa. Kama watakuwa wamekosa hiyo hoja, lazima wakae waambie Waislamu tunataka mtufundishe au tunataka tutoe shahada tu Waislamu twende na nyinyi peponi. Takbir. Ndio maana kila Muislamu yekuwa hapa ajipiga kifua aseme kwamba alhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Ndio dini pekee yenye kuwa na kitabu kikatetea dini yake, kikatetea imani yake na kawapa mahaba kwamba mtakwenda peponi. Unajua haya yote Mungu amefanya kwa nini? Qur'ani 5:3. Nimalizi. Bismillahirrahmanirrahim. Leo waliokufuru. Mungu anasema kwamba leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yao. Wale waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu basi ndio msiogope. Mungu anasema waliokufuru msiogope. Nitakuonyesheni wale waliokufuru ni kina nani. Endelea. Bali ogopeni mimi Mwenyezi Mungu. Bali muogopeni Mwenyezi Mungu. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Mungu anasema kwamba leo nimekamilishieni dini yenu. Nimekutimizeni neema yangu. Na Mungu ametimiza neema yake. Nimekupendeleeni Uislamu. Mungu anasema nimekupendeleeni Uislamu. Ndio dini yenu. Ili kwamba Uislamu uwe ndiye dini yenu. Maana kama Mungu anakupendelea kitu, maana Mungu anatarajia kwamba kila kenye alitaka kwako ukakifuata moja kwa moja na kukutana na Mungu wako. Sasa kama wao watakuwa na imani ndani ya kitabu chao, aidha ni kwenye Qur'an, kwa sababu tunawazoea kutoa aya kwenye Qur'an ya kusema kwamba mtu akiwa Mkristo anaenda peponi kwa ahadi ya Mungu, basi hatuna shaka ya kufanya nao mjadala mwingine tena, kwa kuwa watakuwa wana uhakika. Lakini kinyume na hiyo, Mwenyezi Mungu anapata hadhari la pili, Qur'ani 3:85.
380 mwenyewe 385. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, wa man yabtaghi ghaira al-islami dina, atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi itakubaliwa kwake. Shukran mwalimu. Inatosha. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Kunja ngumi, tikisa mkono wako, kohoa kidogo, kohoa tena. Takbir. Raha sio raha. Raha sio raha. Inshallah dakika 25 tumemaliza. Sasa tunawapa ndugu zetu maiki. Nampa ndugu yangu mwenyekiti hapa, sijakujua jina shida. Ismaili. Wewe si Muislamu kabisa. Vipi tena? Wewe Mkristo. Haya, tutakuchunguza vizuri baadaye. Ili ampe mwalimu aweze kuendelea na mada. Bwana Ismaili, mwenyekiti mwenza, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo tupo. Wakristo tupo. Yesu. Haleluya. Mada miniti 2 inakwisha. Mada ndogo sana. Ngoja niite walimu kidume cha walimu. Miniti 2. Akitoka Kongo tampa jina nyingine. Mnajua jina nyingine la kwake? Nawaambia jina lake. Yeye ni miniti 2 mada. Hapa kuna mada. Karibu mwalimu kuendesha mada. Haya. Mwalimu international. Haya. Kwanza mabwana wenye viti, mabibi na mabwana, kwa kongamano lote la mkutano nataka niwasalimie nyote, amani ya Mungu iweze kuwa juu yenu. Na kwako pia. Kwanza anwani ya mada ya leo inasema katika wale ni Waislamu ama wale ambao ni Wakristo, ni dini gani itakaowafikisha watu kwa uzima wa milele au peponi au paradise kwa Kiingereza? Msemaji ambaye ni wa mlengo wa Kiislamu amejaribu kama alivyojaliwa kama Muislamu, amejaribu kupeleka gurudumu kama Muislamu, lakini msomaji nisaidie 18 17 medali. Ajitetee kwanza kama upanga wa radi. Huonekana kuwa ana haki. Twende. Lakini jirani yake huja na kumchunguza. Sasa mimi nataka nimchunguze upanga wa radi. Nataka nimchunguze upanga wa radi. Kitu ya kwanza maneno aliyoanza nayo, alifika katikati akasahau. Alianzia akasema hivi, hatutaki kujua maana ya dini, sio mada ya leo. Baadaye akaingia katika mada hiyo hiyo, akasema wale wanaosema wafuasi wa Yesu, wafuasi wa Kristo, wanaitwa Wakristo, hawajatumia akili. Na alisema hiyo sio mada. Sasa nataka nikutie shioni upanga wa radi. Kwanza nipe Qur'ani 5:47 katika tafsiri ya Barwani. Uniambie kama hii Qur'ani yenyewe basi haitumii akili. Inasemaje? Na sisi tuliamrisha wafuasi wa Isa. Kwanza Qur'ani inasema kuna watu ambao wanaitwa wafuasi wa Isa. Yaani ndio. Watu wa kitabu, watu wa Injili Paulo, watu wa Injili, watu wa Injili wa Kristo. Hata nani? Wa Kristo. Paulo, soma Qur'ani tafsiri ya Barwani 5:47. Nianze na aya. Anza na aya alafu hata maelezo hujaisoma vile ndio. Na hukumu watu wa Injili. Ndio. Kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake. Sasa soma maelezo hiyo aya. Na sisi tuliamrisha wafuasi wa Isa. Na sisi tuliwaamrisha wafuasi wa Isa. Yaani watu wa Injili, yani watu wa Injili, wa Kristo. Hata nani? Wa Kristo. Kwa mujibu ya Qur'ani, wafuasi wa Yesu wanahitaji wa Kristo. Na amesema ukisema wafuasi wa Yesu wanaitwa wa Kristo, hautumii nini? Hautumii akili. Na Qur'ani imesema wafuasi wa Yesu wanaitwaje? Wa Kristo. Sasa ina maana Qur'ani haitumii akili? Haitumii akili. Usijurudie tena vitu kama hiyo wewe.
Alafu yeye akaweka mada. Alipoiweka mada akasema, usiniataki wewe, kuja kwanza ufundishe, usiniataki. Baadaye katika mada yake akatuataki. Kwa nini wewe hukufundisha bila kutuataki sie? Kwa nini wewe unataka tufundishe na tusikuataki wakati wewe unafundisha alafu unatuingilia? Akasema hivi, Wakristo walikuwa na mjadala wao kwa sababu kuna maswala hawaelewani. Sasa mimi, yeye kwanza alisema na mdomo, mimi nataka nikutolee ndani ya Qur'ani, alafu nikuonyeshe Waislamu mmegawanyika makundi na moja tu peke yake inasemekana ndio ya kweli, hizo zingine zote zitaenda motoni. Alafu mtuambie hiyo kundi ambazo zitaenda motoni ni gani? Maana inawezekana ni nyie. Msomaji, mwalimu, Qur'ani tafsiri ya Mayunga unayo? Niko nayo. Ukurasa wa 966. 966. Ndio. Niko nayo. Inasemaje? Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe amesema dasha au Mtume sallallahu alaihi wasallam? Amesema mtoto. 1 2. Ati mtu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa watafarakana umma wangu ndio makundi 73. Makundi 73. Shikilieni muda wangu alafu mpe msomaji microphone. Shikilia muda. 1. Hello. Ile beti ni haina. Sasa kwenye vyombo. Yes you. Sorola kwa wakati wao. Jamani. Kitaeleweka tu. Leo kitaeleweka. 1 2. Shinda katika jina la Yesu Kristo. Inasema hivi, inasemaje? Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, twende, watafarakana umma wangu makundi 73. 70 ngapi? 73. Kumbe Waislamu ni makundi ngapi? 73. Maliza. Makundi 72. Makundi 72 yatatupwa motoni. Na kundi moja litaingizwa peponi. Kwanza tumesikia makundi 70 ngapi? 73. Yote yanaenda wapi? 72 yanaenda motoni. Lakini moja ndio inabaki. Moja ndio inabaki. Sasa kile ambacho sasa kimebaki sasa, naomba mnisikilize vizuri. Kulingana na aya alizozitoa yeye, ametoa ndani ya Qur'ani, wale ambaye ni Waislamu wataenda peponi. Kwa mujibu wa Kiingereza, peponi ni paradise, mahali watu wanapokea uzima wa milele. Sasa kuna kitu moja ningetaka nihoji kabla sijafundisha, maana kweli nataka niwasaidie Waislamu wa hapa mjini Bukavu, niwasaidie, maana inawezekana kuna vitu hawajasomewa na hawa mashehe. Msomaji, mwalimu, kwanza mimi sijakataa 1 2. Mimi nakubaliana na Qur'ani inapotaja peponi, lakini akasema hiyo peponi wanaenda wao na wake zao. Si wamesema hivyo? Ndio. Lakini bado wanatuambia huko peponi kuna wanawake wanaita mahurulaini, si ndio? Ndio. Wanawake ambao hawajawahi kuhuzwa ni wa peponi. Sasa mimi nauliza hawa Waislamu, nyinyi mtakapoenda peponi mnaenda kupewa wanawake 72. Hawa wanawake wenu ambao mnasema mtaenda na wao peponi, wao wataenda kukaa bila wanaume? Msomaji, niko mwalimu. Raza peponi ukurasa wa 50 ile. Niko nayo. Inasemaje? Inasema twende. Mtu atapewa nguvu za watu 100. Maliza. Katika unywaji, ulaji, na uingiliaji. Maliza. Kisha ataongezewa nguvu zingine zaidi. Mume duniani. Kumbe huko peponi wanaenda kuingilia mwanamke, lakini kuna mahurulaini 70 ngapi? 72. Akili atuambie kama ni kweli kuna wanawake 72 wameelekewa kule, si ndio? Ndio. Sasa tuulize Yesu, wewe Yesu, peponi ama mahali kuna uzima wa milele, inawezekana vitu kama hivi?
wanaume kwenda kuingilia wanawake. Msomaji, niko mwalimu, nisaidie kitabu cha Mathayo 22:39. 22:39 kitabu ni cha Mathayo. Twende. Biblia inasema hivi katika 39. Ndio. Na ya pili 40 inasema hivi. Katika amri hizi mbili hutegemea Taurati yote na manabii. Twende 29 nasema hivi katika kiama ya wafu. Inasema hivi. Ndio. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa hamjui maandiko, kwa kuwa hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Wala uwezo wa Mungu. Endelea. Inaendelea kusema hivi, wala uwezo wa Mungu. Katika kiama ya wafu hawaoi wala kuolewa bali huwa kama malaika. Maliza andiko. Inaendelea kusema bali huwa kama malaika mbinguni. Hata wapi? Mbinguni. Kumbe wale watakaoenda mbinguni watakuwa kama nani? Kama malaika. Hawaoi wala hawafanyi nini? Hawaolewi. Lakini pepo ya Waislamu wanaingilia nani? Wanaingilia wanawake. Lakini Yesu anasema huko hakuna kufanyaje? Wala kuolewa. Si tumeelewana hiyo? Ndio. Kwanza ile ya kwanza, hiyo pepo ya Waislamu tumeona ni tofauti na ile Yesu anaongelea. Sasa tunataka tujue sasa hii pepo ya Waislamu wanaoenda itakuwa ya nani? Si ndio? Ndio mwalimu. Saidia Qur'ani 5:90. 5:90 kitabu ni cha Qur'ani. Farsi. 5:90 kitabu ni cha Qur'ani. Maliza. Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? Katika 5:90. Ndio. Niko hapo mwalimu, inasema hivi. Inasemaje? Mlioamini Waislamu bila shaka ulevi. Ati nani? Ulevi. Ati nini? Ulevi. Na kamari. Na kuabudiwa. Na kuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Na kutazamini kwa mishairi. Kwa hivyo ulevi ni kazi ya nani? Kazi ya shetani. Ukiona mahali kuna ulevi, nani yako ndani? Shetani. Ukiona mahali kuna ulevi, nani yako ndani? Shetani. Ulevi ni kazi ya nani? Ya shetani. 47:15 Qur'ani. 47:15 kitabu ni cha Qur'ani. Unasema wanaenda peponi? Ndio. Haya, tuingie ndani ya hiyo pepo yao tuangalie ndani. Soma tusikie. 47:15 kitabu ni cha Qur'ani. Ndio. Qur'ani inasema hivi. Mfano wa pepo walioahidiwa wataua wacha Mungu. Kumbe Waislamu wameahidiwa pepo, si ndio? Ndio. Itakuwa hivi. Tunaambiwa vile itakuwa. Maliza. Imo mito ya maji yasiyovunda. Maliza. Imo mito ya maziwa ladha yake. Maliza. Na mito ya ulevi. Na ulevi ni kazi ya nani? Ya shetani. Na pepo ya Waislamu kuna nini? Mito ya ulevi. Na ulevi ni ya nani? Ya shetani. Na pepo ya Waislamu ina nani? Mito ya ulevi. Na ulevi ni ya nani? Ya shetani. Lakini sio ile ya Mungu. Iko na mali ya shetani. Kwa hiyo mjipange kwenda kulewa. Sasa naomba niwafundishe kwanza. Unajua hata mwenyekiti imebidi aende akawasaidie. Amewaambia haya, akakimbia huko akawaambia msome hapa. Hawangoja. Msomaji, mwalimu. Sasa kwanza tuingie sasa tuangalie. Wakristo wangapi wako hapa? Wakristo. Sasa naomba hivi msomaji, niko mwalimu, nisaidie Petro wa kwanza ile mstari wa 15 na 16. Petro wa kwanza 4 mstari wa 15 na 16. Maana ni wale watapata uzima wa milele. Wataingia peponi kupata uzima wa milele. Si kuoa na si kulewa, ni kupata uzima wa nini? Lakini pepo ya Waislamu wanaenda kuoa na kuolewa, lakini tunaenda kupata uzima wa milele. Hayasoma andiko. Maana ndio mtu akola sitecho kama mauaji. Maliza. Mwivi. Ndio. Mpenda mabaya. Twende. Kama mtu ajishughulisha na mambo ya watu wengine. Twende. Lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo, asifanyeje? Asione haya. Kwa nini? Bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Kwa hivyo Mkristo yote hawaikuwa na wasiwasi, anafaa kumtukuza Mungu katika jina hilo. So tunauliza Biblia, kwa nini Wakristo wanaondolewa wasiwasi? Hawana wasiwasi. Msomaji, mwalimu,
Galatia 3:29 inasema kama wewe si Mkristo ujue finali jehanamu. Abadan. Soma andiko. Na kama nyinyi ni Wakristo, na kama nyinyi ni Wakristo, na kama nyinyi ni Wakristo, hata Waislamu, na kama nyinyi ni Wakristo, wewe soma vizuri, kama nyinyi ni Waislamu, na kama nyinyi ni Wakristo, wewe soma vizuri, nyinyi ni Waislamu, na kama nyinyi ni Wakristo, basi ndio mmekuwa rudia na warithi, rudia na warithi, rudia na warithi, sawa sawa na ahadi. Kwa hiyo Wakristo wana wa mama wa Kiislamu, kwa sababu wanaume wameahidiwa. Tumalizie la peponi. Nilijua nikiwacha huko chini, nilijua sikutaka kusoma. Sawa. Sasa tuna Wakristo kwanza, pata Kristo. Sasa nisaidie 9:41 Marko. Inasema twende. Kwa kuwa yeyote atakayeonyesha nyinyi kikombe cha maji, atakayewanywesha nyinyi kikombe cha maji. Kwa kuwa nyinyi ni nani? Kwa kuwa nyinyi ni nani? Ni watu wa Kristo. Hata ni nani? Ni watu wa Kristo. Wangapi wako hapa? Watu wa Kristo. Hawa ndio watu wa nani? Wa Kristo. Hawa ndio watu wa nani? Wa Kristo. Hawa ndio watu wa nani? Wa Kristo. Sasa tunataka tumuulize Kristo sasa. Tusiulize mtu mwingine, tumuulize Kristo ambaye tunafuata. Hivi sisi tutapata uzima wa milele? Tutaingia mbinguni tupate uzima wa milele? Yesu mwenyewe ajibu. Yesu mwenyewe ajibu. 10:28 Yohana. 10:28 kitabu ni cha Yohana. Mtume Muhammad amekuja na dini nyingine ya kigeni isiyowafikisha watu kwa uzima wa milele, lakini inawaigiza watu peponi ya kulewa na kuoa. Sasa muje muondoke hapa tuone. Sema hiyo. Nami nawapa uzima wa milele. Mimi naomba nisikie leo, Waislamu wakiingia peponi yao watapata uzima wa milele, isipokuwa tu kulewa na kuoa ingiliana. Soma hiyo. Nami nawapa uzima wa milele. Ati nini? Nami nawapa uzima wa milele. Ati nini? Nami nawapa uzima wa milele. Ati nini? Nami nawapa uzima wa milele. Twende. Hawatapotea kamwe. Ati wala hawatapotea kamwe. Kumbe Yesu anawahakikishia nani? Sisi uzima wa milele. Yesu anawahakikishia Wakristo atawapa nini? Uzima wa milele. Na hawatafanyaje? Hawatapotea kamwe. Atawapa nini? Uzima wa milele. Hawatafanyaje? Hawatapotea kamwe. Sasa tuache ahadi kama hiyo tukuje tukalewe? Haiwezekani. Itawezekana? Haiwezekani. Wakristo inawezekana? Haiwezekani. Sisi tumeahidiwa uzima wa nini? Wa milele. Kwani uzima wa milele tunapelewa hapa? Sisi tunapelewa katika ufalme wa Mungu. Sisi tutaenda mbinguni kabisa. Hebu nisaidie kitabu kinaitwa Yohana 14:1. Msifadhaike mioyoni mwenu. Ndio. Mnamwamini Mungu? Niaminini na mimi. Ndio. Nyumbani mwa Baba yangu ndio kuna makao mengi. Kama sivyo, ningeliwaambia. Maliza. Naenda kuandalia mahali. Yesu alienda kutuandalia nini? Mahali. Yesu alienda kutuandalia nini? Mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, twende. Nitakuja tena. Rudia tena. Nitakuja tena. Rudia tena. Nitakuja tena. Niwakaribisha kwangu ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kumbe Yesu anasema mahali ameenda kutuandalia nini? Mahali. Na atakuja atuchukue, atupeleke mahali alipoandaa. Tumuulize Yesu ako wapi? Hapo anataka twende. Matendo 1:10 kitabu ni cha Matendo. Mbele mtuambie iko hewani, iko huku chini, ama iko pande gani? Maana hamsemi, unasema tu pepo. Sisi tunasema tutaenda mbinguni, tutapaa. Mimi mtuambie pepo yenu kama mtashuka huku chini. Sema hiyo. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake. Maliza. Sasa watu wawili wakasimama karibu nao. Maliza. Wenye nguo nyeupe. Twende. Wakasemaje? Ninyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Twende. Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni. Kumbe Yesu alienda wapi? Juu mbinguni. Saa hii Yesu ako wapi? Ako mbinguni. Atakuja kutufanyaje? Kutuchukua. Atupeleke wapi? Mbinguni. Atupeleke wapi? Mbinguni. Tunamuuliza Yesu sasa,
ni cha Yohana. Ndio. Biblia inasema hivi katika 17:2. Maliza. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Juu ya nani? Juu ya wote wenye mwili. Juu ya nani? Juu ya wote wenye mwili. Ili kwamba wote uliompa. Rudia tena. Ili kwamba wote uliompa. Rudia tena. Ili kwamba wote uliompa. Awape nini? Awape nini? Mwalimu, awape nini? Uzima wa milele. Kumbe Yesu ameenda mbinguni na atakuja kutuchukua. Tutaona na yeye wapi? Mbinguni. Tupate nini? Uzima wa milele. Subutu kupata uzima wa milele ukiwa Muislamu. Hiyo inaitwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hiyo ni musiba. Hata wamama wamesema na ni kweli. Wamethibitisha. Sasa mtazamaji, Mwalimu, sasa kuna watu ambao kama hawa walimu wa Kiislamu wanakosa kuja kwa Yesu, wakaja kwa Isa 68. 6:68. Yohana 6:68. Inasema hivi katika 6:68, kitabu ni cha Yohana Injili. Kwa sababu alijitetea sana akasema usiniataki. Wacha nimwache tu. Nimngojee, si ndio? Ndio. Nimngojee kwanza, si ndio? Ndio. Simwataki, wacha nirudi. Umfundishe. Hivi yeye alipita kidogo nikamfuata kidogo, si ndio? Ndio. Wacha nimwache hivyo hivyo. Nimngojee apite. Ndio asikie vitu hajawahi kusikia tangu azaliwe. Soma hiyo. Basi ndio Simoni Petro akajibu, Bwana, ndio twende kwa nani? Twende kwa nani? Kumbe kuna watu walienda. Hebu anzia hapo 67. 67. Basi Yesu akawaambia, wale 12, nyinyi nanyi mnataka kuondoka? Na nyinyi mnataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, hata mimi najibu kama Petro. Akajibuje? Bwana, twende kwa nani? Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Kumbe hakuna mahali pengine pa kwenda. Hakuna mahali pengine pa kwenda. Yesu peke yake ndiye ana uzima wa milele. Yesu peke yake ndiye ana uzima wa milele. Kwa sababu Muhammad ndiye akaja na Uislamu. Tunataka tujue huyu mtume Muhammad amekuja na Uislamu, ameahidi watu watapata uzima wa milele au wataja tu kuoa na kulewa. Msisahau hiyo. Msisahau hiyo. Vitu vitakuja bado. Tukubali. Ni vile mlichelewa. Bado tunapimia majira. Na mkidumu tu mwanza saa 8 mpaka saa 12. Nusu yote na Waislamu nitawabatiza kule kanisani. Na mimi sitapanga kama vile watu wengine hupanga. Mimi nitawabatiza watu piwa. Si nipange. Teniambia mtu aseme ni Muislamu na si Muislamu. Sawa msemaji? Ndio mwalimu. Sasa tunauliza Biblia. Kwanza alisema vizuri huyu mwenyekiti akianza. Akasema Wakristo wanakubali kitabu yao ni Biblia. Waislamu kitabu nani? Waislamu. Biblia inaongea kuhusu nani? Wakristo. Sasa naomba haliote haliongelei kuwa Wakristo. Si ndio? Ndio. Si tukitoa andiko kwa Biblia inahusu nani? Wakristo. Tukitoa andiko kwenye Qur'ani linawahusu nani? Waislamu. Si ndio? Ndio. Hebu nisaidie 19:71 Qur'ani. Wala kwanza niwape kitu inaitwa kadosi kidogo tu alafu inasema hivi baadaye kitakachojiri. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Wala hakuna yote ila ni mwenye kuifikia ile jahannam. Na Qur'ani inaongelea nani? Waislamu. Na inasema hakuna yoyote katika ila ni motoni. Ndio wataanza kusema tutatoka. Tutaingia motoni alafu tutoke. Yaani wanachomeka nusu nusu. Watachomeka kidogo alafu wachamoke. Sana. Sasa msomaji, mwalimu, sasa kwanza Biblia nayo inasemaje msomaji? Niko. Hebu nisaidie waraka wa kwanza wa Yohana 1:2. Watoto wangu wadogo waraka wa kwanza wa Yohana 1:2. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:2. Mstari wake wa 2 inasema, ndio, na uzima huo ati nini? Na uzima huo na nini? Uliodhihirika. Nasi tunaona. Ndio. Tena tunaushuhudia. Na kuwahubiri nyinyi. Na kuwahubiri nyinyi. Naomba usome hilo andiko lieleweke vizuri. Inasema na uzima huo uliodhihirika kwetu. Nasi tumeona. Na sisi uzima
uzima huo tumeuona, tena tunaushuhudia, na tena uzima huo tunaushuhudia, na kuwahubiria nyinyi ule uzima wa milele. Tunawahubiria nini? Uzima wa milele. Tunawahubiria nini? Uzima wa milele. Waje kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Wapate nini? Uzima wa milele. Waje kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Wapate nini? Uzima wa milele. Sasa tunamuuliza mtume wao, ni kweli? Nisaidie Qur'an, hadithi ya Mtume Muhammad, Waruru wal-Marjani, Lulu wal-Marjani, ukurasa wa 51 hadithi ya 95. Ukurasa wa 51 hadithi ya ngapi? Ya 95. 95. Niko hapo. Inasemaje? Chapter 51 hadithi ya 95. Inasema hadithi ya Abu Huraira, hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu. Amesema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad amesemaje? Na hapa ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, alafu karibu atateremka kati yenu mwana wa Maryam, atahukumu kwa uadilifu. Kumbe Mtume Muhammad anasema Yesu anafanyaje? Atateremka na nafsi yake ameweka mikononi mwa mwana wa Maryam, ambaye anafanyaje? Atahukumu. Atafanyaje? Atahukumu. Tena anasema huyo mwana wa Maryam ambaye ni Yesu atateremka, nafsi yake ameweka mikononi mwa nani? Mwana wa Maryam, na ndiye atapeana uzima wa nini? Wa milele. Kumbe Muhammad anajua Yesu ndiye atapatiana uzima wa nini? Wa milele. Asante. Na wenyekiti, muda ikiwa imekaribia, mnaambia mtu, sikusema tu muda umeisha, unasema imebaki 5 ili mtu anajua kwenda hata pande zote mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya. Nilikuwa nimeona wenye wahubiri kule wa Kiislamu wanatingiza kichwa. Utawabatiza hawa. Upanga wa radi huyu hata kwa mchungaji mzuri. Bili Yesu huyu. Sawa. Ni muda wa ukosoaji. Niweze kuita mwenyekiti aweze kumsimamisha mwalimu ili aweze kuja kumchunguza mwalimu kwa yale ambaye alikuwa akiyazungumza. Mwalimu mzuri huyu kabisa. Unaona? Safi. Karibu mzee. Waislamu takbir. Allahu akbar. Waislamu takbir. Allahu akbar. Kunja ngumi, tikisa mkono, kohoa kidogo, kohoa tena. Basi raha. Mwenye masikio amesikia, mwenye macho ameona, takbir. Alafu niombe meza zote mbili, sisi ndio wenye viti, mahala ambapo maiki na profisha tunasimamisha muda. Akianza kuzungumza tunabonyeza, muda unaendelea. Sasa ukiwa pembeni ukaanza vipi, sisi hapa ni wenye viti. Sawa, Mwalimu upanga wa radi, daktari, professor international from Bukavu, fanya tafadhali mashkura. Takbir! 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 Sasa tulia kimya, sikiliza maandiko. Kwanza samahani kidogo mwenyekiti. Samahani, niombe kitu kimoja ndugu zangu ambao tumekuja kusikiliza. Hii kwa niaba yetu Waislamu na kwa niaba ya ndugu zetu wa Kristo. Mkristo ulioko huku, ujue umekaa kwa Waislamu. Unapokuwa mada ya Kristo imekuingia vizuri, ukapiga makofi huku, unamuudhi Muislamu aliyokuwepo hapo. Sijui naeleweka vizuri? Naeleweka vizuri? Mimi napenda zaidi, ndio maana nikamwambia mwenyekiti mwenza mara ya kwanza, huu ni mdahalo wa kielimu, huu ni mdahalo usiokuwa na kushangilia, kwa maana umekuja kazi yako kushangilia. Hatuhitaji mdahalo huu patokee sintofahamu. Simeleka mwenyekiti, patokee sinto hatuhitaji. Sasa ukiwa huko ukapiga makofi kwenye kichwa cha kashikwa jazba. Simeleka mwenyekiti. Sawa. Hebu Wakristo huku mkono juu. Huku mkono juu. Sasa niwaombe. Na mama yangu pale. Na mama yangu.
Basi ngoja mkae. Yawezekana Muislamu aliye jirani yako hapa akakusilimisha. Naomba ukae hapo hapo. Mwalimu Pangaradi, dakika zako 10. Samale dakika 10. Inshallah, karibu. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, mimi na raha sana. Sijui kama nyinyi mnayo raha. Raha si raha. Raha. Mimi nimeona Ndacha anavyotangaza kwenye mitandao kwamba ni mwalimu, lakini kwa kweli mimi naona bado wallahi. Mnajua kwa nini? Kwanza ningeanzia katika maneno yake aliyokuwa ameyasema, akasema kwamba yeye alipokuja hapa amekuja kunichunguza. Yawezekana ukamchunguza mtu anavyovaa, lakini ukawa huna uwezo wa kuvaa anavyovaa. Na ndio shida Mtume kwamba wala tajassasu. Kwa sababu yawezekana ukaja ukamchunguza mtu kisha ukapata tabu, usiweze kuwa kama vile alivyokuwepo. Sasa ametoa maandiko katika Qur'ani ya Barwani ya 5:47. Mimi nilifikiria kwamba ataenda kwenye mada atoe kwamba Wakristo wanaenda peponi. Cha ajabu akasema hivi, maana nimemnukuu, akasema hivi, hapana, Wakristo peponi hatuende, tunaenda mbinguni. Alisema kusema lakini akasingizia akasema kwamba kwenye maelezo ya Barwani yawezekana ndio andiko linavyosema, yawezekana wafuasi wa Yesu ni Wakristo. Ndio maelezo ya Barwani ilivyosema, yawezekana kwamba wafuasi wa Kristo wa Yesu ni Wakristo. Sasa msomaji, nifungulie waraka wa kwanza Yohana 2:18-19 asikofiki. Nauliza, Biblia kweli hao Wakristo ni wanafunzi wa Yesu au wanajipachika uongo? Kama Biblia yake ndio isema. Waraka wa kwanza Yohana 2:19. Tusikie sasa Biblia inavyowaeleza Wakristo. Tuone kama kweli wako sawa na kama sisi tunasikia kwamba mpinga Kristo anakuja. Na kama bila tunaongea katikati kuna wapinga Kristo wanajibadilika kwa Yesu. Endelea. Hata sasa wapinga Kristo ni wengi. Wapinga Kristo ni wengi. Nipe maelezo ya haraka tuombe Mungu. Walitoka kwetu. Maana yake waliacha mafundisho yetu. Bila shaka. Wakati ule Yesu alikuwa anasema hata sasa hapa kwenye uwanja wa ESP wale wanaomkana Yesu Kristo, wanaompiga Yesu Kristo, wale wanaoshirika wanani Wakristo. Sasa yeye kama mwalimu aje apite hapa. Tena mimi Waislamu dakika zangu zikitosha ndapitia kila kaandiko Kenya alitoa. Naam. Ametoa uongo kwenye Mathayo 22:40. Kwanza niko nikamkoroga. Yesu anasema katika kiyama hakuna kuoa. Kiyama maana yake kufufuka. Wewe unafufuliwa unatapanga harusi aje? Sasa ni kila mfuruka. Watu wako wanafufuliwa unatapanga harusi aje? Mtihani. Maana yake kwa kwamba wanamuita mwalimu kumbe hata Kiswahili kielewi. Bado. Wao ndio wanaelewa kwamba neno kiyama maana yake ufufuo. Naam. Habari wa Islam peponi ni baada ya kutoka kwenye kiyama. Kiyama kinakuja kabla ya pepo. Pepo ni baada ya kiyama. Na ndio maana ukisoma katika vitabu vya hadithi vinasema kwamba aljanna katika Uislamu ni mahali ambako Mwenyezi Mungu ameandalia waja wake wema baada ya kufa na kufufuka na kuhesabiwa, malipo yao ni kuingia peponi. Sasa jamaa kumbe haelewi. Choma niambia kama ninapanga na msomi mwenzangu hapa kweli. Na wao wanaweza kuongezea watu. Mungu akasema kwamba hapana, Wakristo sisi tunakwenda mbinguni, hatuende peponi, kwa sababu kule kwenye pepo yawezekana kwamba peponi mnakunywa pombe. Lakini kama tunakunywa pombe peponi, maana ya aya hii ilikuwa inakusudia nini? Funguo kwanza kabla nirudie aya, soma kwanza Mathayo 26:29. Kitabu cha Mathayo mtoza ushuru. Ndio. 26:29. Naam, inasema. Ndio. Kwa hiyo napenda kusoma na kuandika. Ndio. Inasema. Yesu anasema lakini nawaambieni sasa. Yesu anasema nawaambieni sasa, sitakunywa kabisa tangu sasa. Yesu anasema sitakunywa kabisa tangu sasa. Kwa sababu Wayahudi walikuwa na kawaida kutengeneza pombe kwenye mzao wa mizabibu. Yesu akasema sitakunywa tena tangu sasa, lakini
40 msomaji anikumbusha 37:40 hata ndasa mwenyewe changanyikiwa. Kumbe Yesu atapiga kadiri kidogo. Kama vile kulewa wake Yesu atalewa. Sasa nataka nimsaidie tafuta haya kidogo hapo. Nataka nimsaidie ndugu yangu. Anasema kwamba wao watakwenda mbinguni, hawataenda peponi. Ni kweli? Tuone hii mbingu watakwenda wa Kristo. Maandiko yanasemaje? 51:6 Isaya 51:6. Sasa waangalie na Isaya 34:4. 51:6 Isaya. Naam baba, 51:6. Second thesis. Naam, inasema ndio. Inakuja kusema kwa haraka. Inueni macho yenu mbinguni. Kitabu kinasema hivi, inueni macho yenu mbinguni. Wakristo wanasema kwamba hapana, wao watakwenda mbinguni. Mungu anasema inueni macho yenu mbinguni, endelea, Mkaitazame nchi chini. Mkaitazame nchi chini. Maana hao watu tazama nchi chini. Wako baina ya mbingu na dunia. Mbingu na nchi wanatizama juu, wanatizama chini. Endelea. Maana mbingu zitatoweka kama moshi. Mungu anasema mbingu zitatoweka kama moshi. Ndacha na wasungaji wake na wenzake wanakaa mbinguni, mbingu zinaondoka kama moshi. Na nchi itateketezwa